tuappreciate mzee wa kanisa. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Haleluya. Asante kwa Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kuwa katika nyumba yake. Nataka kwanza kuchukua fursa hii niweze kuwakaribisha wale ambao washafunga 10. Shukrani, tukaribia hapa mbele, baadaye tuweze kufanya hiyo dhabihu katika jina la Yesu. Ndio na bahasha fungu la 10. Najua vile huwa tunafanya. Karibia hapa na itakuwa ni vizuri. Askofu, naomba nikaribishe na ili uweze kubarikisha wapendo hapa. Basi tupate nafasi ya kuomba. Joko Mungu tueleze sana nyakati zote basi tunamwabudu kama vile tulivyofanya katika madhabahu, kuabudu na midomo yetu huwa inapendeza sana machoni kwa Bwana. Lakini pia Bwana upendeza sana tunapokuabudu na ule utajiri ambao umetuaminia, na yeye hutubarikia kupitia dhabihu hiyo. Naomba nibariki katika hizo pendo kwa Baba mwema na mwaminifu, katika jina la Kristo Yesu tunainua na kutukuza jina lako, jina ambalo limetukuka juu ya majina yote. Maandiko ni dhahiri katika kitabu cha Zaburi 24 mstari wa kwanza ya kwamba dunia na vyote vilivyomo ndani yako. Chochote kile Bwana ambacho tuko nacho katika dunia hiyo ni wewe utuaminie. Na tunakushukuru Mungu, haujatukusudia tukae katika ulimwengu huo mikono mitupu. Kwa yafahamu maisha yetu Mwokozi, ya kwamba tuna majukumu katika ulimwengu huu ya kuimarisha jamii zetu Bwana ambazo umetuaminia. Ndiposa Bwana tupatie, umetubariki na kazi ambao Bwana watu waingia katika kazi zetu na kuchuma riziki. Iwe ni kwa biashara, iwe ni mahali pa kuajiriwa, iwe ni katika ofisi, popote pale Baba mtakatifu. Mahali petu sio hivyo tu, Bwana ni wewe utubariki. Paulo alielekea kanisa akawaanenea na akawaambia kwamba baada ya siku 6 kufanya kazi, siku ya 7 jipange na ufike nyumbani kwa Baba pamoja na dhabihu lako. Watakatifu Bwana, umesimama mbele zako leo hii katika jina la Yesu, ishara ya shukrani kutoka kilindi cha mioyo ya kwamba Bwana umetembea pamoja na kila mmoja wiki nzima. Umebariki kazi za mikono, umebariki biashara, umebariki ofisi, umetubarikia na amani na vyote Bwana tulibariki jina lako. Na sasa Bwana wa Bwana watakatifu, umesimama mbele zako kwa sadaka za dhabihu za fungu la 10. Bwana, neno lako ni dhahiri ya kwamba tutakapokuwa waaminifu katika dhabihu zetu za 10, utayafungua madirisha ya mbingu na kumwaga baraka kwetu. Naomba sasa kwa jina la Yesu, kadri ya neno uliye mwaminifu katika ahadi yako Bwana, utafungua madirisha ya mbingu na kuzimwaga baraka katika jina la Yesu. Kwa uaminifu huu Bwana, tufuatana pamoja na watu wako katika jina lako tukufu. Bwana, nasimama kupingana na chochote kile ambacho kinapingana na baraka. Iwe Bwana wa mabwana ni hasara, iwe ni maradhi na magonjwa, iwe ni maovu yaliyomo katika dunia hiyo. Neno lako linasema tukiaminika utakemea. Nasimama kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, nakemea chochote kile ambacho kinaharibu baraka za watu wa Mungu kwa jina la Yesu. Na kutangaza baraka zilizohifadhiwa. Hakuna kiovu kitakachopenya kuingilia baraka za watakatifu katika jina la Kristo Yesu. Baada ya kusimama katika madhabahu, Bwana wa mabwana, watakatifu watarudi nyumbani na kile ambacho kimezalia kitumike katika mambo mengine ambayo si ya faida. Asante pia kwa sababu ya sadaka za shukrani, ishara ya kuja na kukushukuru Mungu mwaminifu. Biblia inahidi atoaye sadaka ya shukrani yeye anakuheshimu, nawe unamuonyesha wokovu wako. Natangaza neema hiyo ifuatane na watu wako kwa jina la Yesu. Jitukuze kwa sababu wewe ni Bwana. Asante pia kwa sababu ya sadaka za hiari ambazo Bwana zimetolewa katika madhabahu haya.
Mungu mwaminifu uliyetakabali dhabihu ya Abel na ikapendeza ikawa manukato mazuri na ukamimina baraka. Ninakuomba Bwana wa mabwana, dhabihu hizi ambazo zimetolewa mbele zako zikawa manukato mazuri katika madhabahu ya mbingu, nayo baraka zako zifuatane pamoja na watu wako. Ninabariki kanisa kupitia dhabihu hizo, neema yako ifuatane pamoja na watu wako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wetu, Jehova, tuomba tukishukuru, kuamini na kupokea. Amen. Amen. Mwokozi na bariki dhabihu hili pia ambalo limetolewa katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Wewe ndiye Mungu ambaye huangalia mioyo, na lolote lile ambalo linalotendwa katika nyumba yako huziachilia baraka. Na nena baraka hizi katika jina la Kristo Yesu. Uwezo wako na nguvu zako zidhihirike kwa Kristo Yesu Mwokozi, tunaomba. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Nayokoka Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo ametupa tuje tushiriki pamoja nanyi, tusikie mausia ya Mungu tukiwa kwa pamoja. Bwana wabariki na watende mema. Bila kupoteza na wakati, maana tuko wakati wa kusikia neno. Na ningetaka tuwe na nafasi nzuri ya kusikia neno. Kwa sababu ya wageni ni Pastor Joseph ama babake Mkanga na wengine wengi. Bwana atukuzwe. Siku ya leo tuko na kibali kutoka kwa Mungu, tuko na kiongozi wetu. Tumekuwa mahali hapa katika maombi na tumekuwa tukiomba Mungu atupe bishop aliyewa moyo wake. Bwana wetu atukuzwe. So leo amebahatika kwa mahali hapa na yeye siye mgeni, tunaelewa tuko na mgeni, hapana, yeye ni mmoja wetu na yeye ni kiongozi wetu. Bwana wetu atukuzwe. Na jambo lingine niseme hivi, kwamba katika 2 Chronicles 20:20 Jehoshafatu akaambia wana wa Israeli na Yuda, muaminini Bwana na mtadhibitika. Waaminini hata tulisome tubishi. Sema muaminini Bwana. So unapoamini kwa manabii ambao Mungu amewapa, kuna kitu ambacho kimeshikanishwa mahali pale. Neno la Mungu linasema hivi, 20:20 wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, wenyeji wa Yerusalemu. Bwana atukuzwe. Nami nasema hivi, enyi wenyeji wa Judea, nisikieni, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Ambia mkiamini Bwana utadhibitika. Jambo la pili, waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Nataka kuamini kufanikiwa kwetu kumefichwa kwa kuishi. Bwana wetu atukuzwe. Kama uamini manabii,
Bwana tukuze. Tumwamini Mungu na tumwamini manabii wake ambao wamewatuma kwetu katika jina la Yesu. Haleluya. So kuna neno letu kwa siku ya leo, ametukulia na mkate na yeye ni baba yetu katika jina la Yesu. Haleluya. So nataka utanisha moyo wako kwa sababu ametumwa kwa sababu yako. Hapa neno lako siku ya leo katika jina. Simama na miguu yetu tunapoomba na tuweze kumkaribisha katika jina la Yesu. Tunashukuru ninapokaribisha katika jina. Mungu Baba yetu, tunalishukuru jina lako na kuliabudu na kulitukuza. Asante Mungu wetu kwa sababu ya kusanyiko hili na siku hii ya leo. Haujatukusanyisha kule Bwana, bali umekusanyika jamii hii ya nyumba yako Baba wa rehema ukiwa na makusudi mema juu yao. Bwana, tunaomba mtumishi wako Bishop anaposimama katika haya madhabahu. Tunajua kwamba Mungu wa mbingu haujamtuma hivyo kule Bwana. Umemtuma na mkate wa watoto wako Bwana. Na tutakapokuwa tunapokea huo mkate Baba yetu, Roho Mtakatifu wa Mungu shuka katika haya madhabahu, katika nyumba hii, katika jina la Yesu. Yeye ndiye anajua mawazo yetu, yeye ndiye anajua mambo yetu, yeye anajua lile neno tunalohitaji siku ya leo katika jina la Yesu. Naomba mafuta mabichi yakashuke juu yake katika jina la Yesu. Baba, ni asante tutakapokuwa tumenyamaza kimya kusikia neno lako Bwana. Mtumie Mungu kadiri ya mapenzi yako. Asante, nami katika jina la Kristo tunaomba kushukuru na hata kuamini. Naomba tuko tumesimama tu hivyo. Yeye ndiye kaomba ruhusa ya kuketi. Naomba tushikanishe mikono yetu tunapokaribisha mtumishi wa Mungu Bishop pamoja na Mungu katika jina la waliorembeshwa na Mungu nje na ndani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu awabariki. Angalia jirani karibu naye, mwambie ni huku huku. Mwambie patia high five, mwambie ni huku huku. Mwambie thank you for coming. Mwambie I'm happy to see you. Mwambie I miss you. Wow, you are great. Ni watu wakubwa wa ajabu. Ndio Mungu awabariki na watende mema katika jina la Yesu Kristo. Kutoa ushuhuda wangu ni kukaribisha rafiki yangu, na ninapoitwa Bishop wenu na mimi nikaribishe Bishop wangu ambaye huwa ananichunga ili apate Nashukuru ninapowaona wajoli pamoja nami katika safari ya mbinguni. Nashukuru wewe uliye kiungo changu. Bwana asifiwe. Kuna neno kiongozi wa mkutano alisema ni Bwana aliona. Bwana asifiwe. Na nashukuru Bwana maana Bwana alikuona na akaniona. Akatuchagua tufanye kuwa wanawake. Kwa hivyo tudumu katika zizi la Bwana. Tudumu katika mikononi mwake. Bwana ni mchungaji mwema. Daudi akasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ndugu yangu, dada yangu, katika zizi la Bwana hatutapungukiwa na kitu. Tushikamane pamoja na yeye, tumpende yeye aliyetuchagua. Na siku ya leo ametuleta katika nyumba yake. Na mwandishi akasema nilifurahi waliponiambia tuje katika nyumba ya Bwana. Kuna kitu leo katika nyumba ya Bwana. Bwana
naitwa Askofu John Bogwa Ishoro. Niseme hilo jina la kuitwa askofu wetu sikuwahi itwa. Haleluya. Amen. Mahali ambapo nimetoka sikuwahi itwa sababu sikuwa. Mahali pa kwanza kuitwa askofu ni Gilgil. Kwa wale watu ambao nimetoka kwao sijawahi kuwa askofu wao, hata mimi nilikuwa na bishop. I've never been a bishop. I was their senior pastor for quite a number of years. Nilitumikia kanisa kwa neema ya Mungu kwa miaka kama 25 kwa assistant pastor na senior pastor. Sasa ikapendeza Mungu kwa neema yake basi atulete upande wa Gilgil, mahali ambapo haikuwa katika geography ya mawazo. Gilgil ni mahali ambapo tumejua kwa sababu this has been my way home. My mom ako upande wa Nyahururu, so Gilgil nimejua nikipita nikienda huko. The last time I checked, or the last time I paid a visit to Gilgil, katika shughuli za kikanisa was a youth, miaka ya zamani sana. Wale wanaojua nyakati za aliyekuwa mtumishi wa Mungu katika Kileguga, miaka hiyo ukiwa na mkutano wa vijana opposite kanisa hapo, kuna shule inaitwa ni Gilgil Boys. Hapo ndipo tulikuwa na mkutano wa vijana ambao tulikuwa tunafanya all the way kutoka Narok na Nakuru, Kiamolo. Nilikuwa nikirepresent vijana wa kwetu, so nikaja katika official meeting huko, na sio hivyo tu, hata katika kongamano hilo. So hiyo ndio miaka ambayo niliwaifika Gilgil. So katika nia na katika mawazo haikuwa hiyo ya kwamba naweza kujipata nikitumika Gilgil. So it was a surprise to me kupata nafasi ya kuambiwa ya kwamba nije pande hii. Waliohukumu hapa mbele yangu kama maaskofu, Askofu Joseph Kimani alikuwa personal friend, rafiki yangu. Maana alizoea kuhudumu kwetu Narok chini katika mwaliko wa my Bishop George Kabo. Nimetumika kwa chini yake kwa miaka mingi. And so watumishi wa Mungu wakija aliwajulisha kwangu, na kwa sababu nilikuwa kijana wa baba wa hapa wa mikono, so he entrusted guests and visitors to me, wapeleka kwa mikutano zote, became personal friends. Hawa watumishi wamekuwa marafiki wangu na jamii yake. Vile vile Bishop Nene kwa personal friend, hata tulikutana na Askofu Nene kuna neno, because tulikuwa very close, na alikuwa akiniambia Bogwa, hata Mungu mbinguni anajua ninakupenda. Those were his words, kwa sababu we were very close friends. Nimejaliwa neema na Mungu ya kuwa na marafiki wazee. Mimi watu wazee ni marafiki wangu. I love them, na nimetembea pamoja nao, and I've been wisdom kutoka kwao. Na ninashukuru Mungu wakati ambapo neno hilo lilinifikia, it was a shock. Nikamuuliza Mungu anipe neema, kwa sababu leaders wanaweza kunituma bila wewe Mungu kunituma, then sitaweza kutumika. So we talked with God. He confirmed it to me that it is his program kwamba nije pale huu, alipoza nikakubali neno hilo. Na kwa kutoka wakati huo nilipola Gilgil, nikajisikia ya kwamba si mgeni, nikajisikia neema ya Mungu inanitosha. Bwana ananipatia marafiki. I've started knowing friends. Nimeanza kuingiana na marafiki kwa karibu. Tumekuwa na mchungaji Jose kwa karibu sana, pamoja na mama Mukami au mkwato wa karibu, na the rest of the pastors, senior pastors wa district ya Nakuru East. Nimejuana na wao, wazee wa kanisa ya Mugoro tumekutana katika mikutano na tumekuwa watu wa karibu. I thank God for that. Baadhi yenu mmezidi kuwajua, wengine by extension kupitia watu wenu ambao mko na wao, your sons and your daughters. Wameniambia kwamba mmepelekwa kwa watu wetu
ambao wamekuwa watu wangu, by extension kuwapitia watu wengi ambao wamekuwa pale wa Narok, and we are really happy to be here. Bwana Yesu asifiwe sana. We made a commitment to God ya kwamba Mungu atusaidie kile ambacho kiko ndani ya moyo wake kwa sababu ya maeneo haya, atusaidie kufanya kile ambacho kiko ndani ya moyo wake kwa sababu ya watu wa Gilgil. Mungu atusaidie kukizalisha kwa jina la Bwana. Sababu tunajua kwamba kusudi la pastor kuitwa ni ya kwamba there are destinies that God has placed in people's lives. Kuna hatima ambazo Mungu ameziweka katika maisha ya watu, na huwa anaita watumishi ili hatima hizo zizalishwe. Siatukuzwe Israeli. Na many times saa zingine hatima zinaweza kuabort na zikose kuwafikiana. And I told God, kama Mungu uko na hatima na watu na umeniita, ninakusihi kwa neema ya Bwana ya isipatikane shetani wala pepo itakaozuilia kusudi la Mungu katika maisha ya mtu ama familia na jamii itimie kwa jina la Yesu. Amen. And so we engage in prayers na kumwomba Mungu atupe neema na tusaidie ili mambo haya yatimie kwa jina la Bwana. Siatukuzwe Yesu. Amen. Basi nimeokoka, Yesu ni Bwana, amenilinda na kunihifadhi, tumaini la uzima liko ndani yangu. Made a covenant with God ya kwamba Mungu chochote kile utakachonipa katika dunia hii kiwe na one agenda, kinisaidie Bwana kukupenda, kukutumikia, siku moja nipatikane mbinguni. Sifa kwa Bwana. Na kwa sababu sikuokoka na kwenda mbinguni mara moja, ninajua kwamba kuna mambo Mungu alionao. Yawe ni ya baraka ya kunisaidia ili nitumikie kwa uaminifu, na when the day comes nipate nafasi ya kuingia nyumbani, mahali ambapo nitakapo karibishwa kuambiwa well done good and faithful servant. Praise the name of the Lord. That is the desire of my heart, na ninamwomba Mungu anisaidie hivyo. So wale ambao tumekuwa na wao, that is my testimony, na hata pia kwa kanisa hilo kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akanipa mke, wasaidiana, wapendana ili tusaidiane kwenda mbinguni. Bwana akatubariki na mtoto. We are father and mother of one but many. Ainuliwe Yesu. Nasema one but many. Atukuzwe Yesu. Nasema one but many. Kwa sababu though we have one, our daughter aliposhiriki naye kule Jordan, akasema kwamba I feel this will be home for me. Itakuwa nikishiriki Jordan, hata tukimwacha kaenda pale ya Jordan, yeye tukamwacha kaenda pale hiyo. Akajua kwamba wazazi wa kuzunguka yeye atakosa boma mahali anaweza kutulia. Sasa akasema nyinyi mnazunguka kila mahali, na watu to get a place that will call home. So tumemwacha pale. Jina Baba litukuzwe sana. Na kwa hivyo tunaitwa baba wa boy na mama wa boy pamoja na kwa Yesu kwenu mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Na kuna elder nilisikia anaitwa baba wa boy kama mimi, alafu kuna mama wa boy sijaona mama wa boy kama mama wa boy. Oh, mama wa boy yako hapo. Bwana Yesu asifiwe sana mama wa boy. Thank you so much. Karibu sana. We recognize you na asante. Lakini niseme nishukuru Mungu kwa sababu ya neema na kibali ambacho Bwana ametupatia. Allow me in a special way thank this church, na uongozi wa kanisa hilo, the church elders who have served na wakaenda katika litaa. Ninataka kutoa heshima za moyo wangu mbele za Bwana kwenu kwa jina la Yesu Kristo. Everything that we can see, chochote kile ambacho tunaweza kuona ni the foundation that we laid. Na hii kazi ya Mungu imeifanya katika Bwana ina thawabu na malipo kwa jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba even in your retirement ya kwamba may God continue multiplying you. Bwana wa mbingu azidi kuwa multiply katika jina la Kristo Yesu. Tumishi wa Mungu anasema kazi zetu katika Bwana si bure, na watu believe ya kwamba unajua at retirement kuna vitu ambavyo tunaita watu mtu akilitaya na kulia ile matunda ya zaidi na pension. Hata katika Bwana ya pension, mbingu ni lazima iachie pension. Nasema mbingu ni lazima iachie pension. Na hizi ni za milele kwa wazazi hawa pamoja na their families in Jesus name. Amen. Haleluya Mwokozi. Want to thank God because of you, elders and deacons, Mungu umetumika kwa miaka hiyo, na kile ambacho tunaweza kuona ni dereva
ambao Mungu aliweka ndani ya mioyo yenu. We honor you in Jesus' name. Wale ambao wanatumika na Mogoro, wazee wa kanisa, together with the team of the deacons and deaconesses ambao wanatumika, nataka kuchukua nafasi pia in a special way just to honor you mbele za Bwana kwa jina la Yesu, kwa sababu ya kazi ambayo mnaendelea kuifanya katika jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana uzidi kuwa pamoja nanyi katika jina lake Yesu. Vile pastors, Pastor Joseph ukiwa hapa, together with the team of the pastors that you are serving together with, nataka kuwashukuru sana. In a special way, I honor you before God. Na kusema baraka za Mungu wa mbinguni ziandamane pamoja na ninyi kwa jina la Bwana. May the people of the Lord continue following you katika jina la Kristo Yesu. Kanisa wote kwa ujumla, wazee walioimba hapa kama wazee akina baba, nataka kusema baraka za Mungu ziandamane pamoja nanyi pamoja na familia zenu. You have done this church proud kwa ile kazi ambayo mzidi kuifanya. May fathers be blessed of the Lord. Baki na baba wabarikiwe na Mungu, together with their wives and their children in Jesus' name. Wamama ambao wako hapa, nataka kuwabariki mbele za Bwana, together with your husbands and your children in Jesus' name. Baraka za baba ziandamane pamoja na ninyi. Vijana ambao wako hapa pamoja na wazazi wenu, nataka kusema baraka za Mungu ziwaandame katika jina la Yesu Kristo. Wa teenagers, wa Sunday school, Mungu awabariki kila idara kwa sababu ya kazi nzuri. The beauty of this church inamaanisha kwamba kuna watu. Nasema this beauty ina reflect wale watu wanamwabudia Mungu mahali hapa. So naomba kusema this beauty si tu ya hapa. Beauty hii Mungu ataizidisha katika maisha ya kila mmoja, katika maisha ya jamii na jamaa katika jina lake Yesu. Bwana wabariki sana. Naomba kwa unyenyekevu ya kwamba kwa ile miaka ambayo nimekuwa nayo, alama zimekuwa kwingine, Mungu alisaidia kwamba also become a partaker wa baraka hizi kwa kuparticipate. Praise the name of the Lord. Baraka zangu zinaweza kuwa zinahesabiwa kwingine mahali ambapo nimekuwa, but I will continue now investing here in your hearts in the name of Jesus Christ. Na hii hata na mimi niwe a partaker kwa hizo baraka kwa jina la Yesu. Because I think the work that have been done by my predecessors, the bishops ambao wameenda kwa pamoja na Mungu, Bishop Kimani, Bishop Nene, also recognize ya kwamba Bishop Koimuri amekuwa maeneo haya na kazi zote ambazo wamezifanya katika Bwana. Bwana nisaidie ya kwamba lile ambalo liko ndani ya moyo wake over this time nizalishe kwa jina la Yesu. Mungu mbinguni awabarikie sana. Thank you so much the praise and worship team. Ile waliitwa hizo timu zote ambazo zimeimba hapa, the dancers, halafu Kawayan, waliitwa UBC, something like that. Hiyo yote nataka kusema ya kwamba wote Mungu awabariki sana. I identify with you in Jesus name. Si Mungu atubariki wote. Nataka kulileta neno la Bwana kwetu katika jina la Yesu Kristo kwa muda ambao si mrefu sana. Na wanta read the word of God in the book of, nataka tulisome neno la Bwana katika kitabu cha Wakorintho. Eneo nimelijua maana nimepelekwa maeneo tofauti na mchungaji Joseph. So nimejua headquarter pale Jerusalem, nimejua Jordan, nimejua Shiro. Leo nimejua Petro, nimekuwa nikiona nikipita. So nashukuru ya kwamba leo sikupita, niko hapa. Na hizo zingine zote niliomba Mungu anisaidie kwamba kabla ya siku hizi mwezi huu uishe, leo nimekanyanga watu wetu tumefika katika kila tawi na Bwana tumeendesha katika barabara hiyo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9, Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wake wa 24, nasoma mistari hiyo ya kumalizia verse 24. Mteremka hapo chini mpaka the last verse. Maandiko inasema tukifika pale hiyo there, inasema hivi, Hallelujah. First Corinthians chapter number 9 verse 24. Are you there? Aliyefika aseme amina. Nimesikia kana kwamba amina ni nyingi. Inasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni moja.
Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengi mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wa mbinguni alibariki neno lake. Maandiko haya ambayo tumeyasoma yalinenwa na mtu mmoja wa Mungu, mtumishi wa Mungu aitwaye Paulo. Mtumishi wa Mungu Paulo ameandika nyaraka nyingi. Yeye ameandika nusu ya Agano Jipya, na alikuwa na jumbe tofauti za kuimarisha watakatifu na kuwatia moyo watakatifu, sababu alikuwa ni baba wa makanisa mengi. Na katika neno ambalo tumelisoma, nataka kuleta kwetu ujumbe ambao umewekwa kichwa growing your spiritual life, ama kuzidi kukuza maisha yako ya roho. Jina la Yesu litukuzwe. Kuyakuza maisha yako, kuyakuza maisha yetu ya roho. Maana tuliitwa na Mungu na tukaokolewa, tukatolewa kutoka kwa yale maisha ambayo tulikuwa ndani yake, na tukaletwa katika ufalme wake Mungu wetu, mahali ambapo kutoka katika siku ya kuokoka kwetu na kuzidi kuendelea. Tuliokoka that one day, na katika kule kuokoka kwetu maisha yetu haikukusudiwa ya kwamba yatasimama mahali pale pale. Maisha yetu ya roho yalikusudiwa ya kwamba yataongezeka, yatazidi kuimarika, na yanapozidi kuimarika yatakuwa na matokeo makubwa, na jina la Yesu litukuzwe. Tunaishi katika nyakati ambazo saa zingine kuzidi kuendelea kwa rohoni hakujatiliwa maanani sana, na badala ya kuwa na kanisa la Mungu likipata nguvu, tuwapata kanisa la Bwana likizidi kupungukiwa na uwezo wa rohoni. Na je, nini inafanya kanisa lipungukiwe na uwezo wa rohoni? Si ya kwamba nguvu za utakatifu ama Mungu amekosa kuwajibika katika nafasi yake, lakini sisi tuliokolewa mara nyingine tuwakosa nguvu, ama tuwakosa neema, ama tuwakosa jitihada za kujiendeleza katika Bwana. Twakuta ya kwamba saa zingine wengine miongoni mwetu saa zingine lemewa, saa zingine twapatana na mambo mazito, twakata tamaa. Wengine wanakaa na kuona kana kwamba mambo ni hayo tu na kufika mwisho wa hali. Lakini mtumishi wa Mungu akawa na neno hili la kuwahimiza watakatifu na kuwatia moyo the importance ya kuzidi kukua katika Bwana. Sisi Mwokozi wetu Yesu. Ili imani ipate nafasi ya kutusaidia, wa faith must grow. Imani ni lazima ikue, na ni lazima ipate nafasi ya kuongezeka, ili ipate nafasi ya kutusaidia katika nafasi ya mshikamano wetu pamoja na Mungu. Na watu challenges mbele za Bwana. Nina imani na ninajua ya kwamba hauyuko mahali ambapo uliokokea. Katika safari yako umetembea pamoja na Mungu. Mara challenging us in the name of the Lord, ya kwamba mlani tuko katika dunia hii, hatuna nafasi ya kutulia, hatuna nafasi ya kukata tamaa, tuna nafasi ya kusonga mbele kwa jina la Yesu. Regardless of how situations are like, maana saa zingine katika maisha wakutana na mambo mengine inakupatia inakuzuilia, mengine inakufanya you apply an emergency break na kusema kutoka dakika hii sina bidii tena, ama sina shughuli tena, ama sijali tena. Naomba kusema kwamba regardless of how things are like, we must keep on going. Praise the name of the Lord. Ni lazima tuzidi kuendelea. Salamia jirani, mwambie ni lazima tuzidi kuendelea.
Ainuliwe Mwokozi wetu. Ni lazima Bwana atupe neema tuzidi kuendelea katika maisha yetu ya imani katika jina la Bwana. Neno moja ambalo mtumishi wa Bwana Paulo amelitumia ni ya kwamba wale ambao ilipata ametoa analogy ya watu ambao wameingia katika mambo ya mashindano tofauti. Na kuna neno ambalo ametumia neno linaloitwa street training kwa lugha ya Kiingereza. Street training ya kwamba wale wanaoshindana katika mambo yoyote yale katika ulimwengu huu ili wapate nafasi ya kuibuka wakiwa washindi, jambo moja ambalo ni dhahiri sana katika maisha yao ni kitu kinaitwa street training. Praise the name of the Lord. Ni juhudi na jitihada ya mazoezi. Na anasema tafsiri ya street training inasema ni intensity and competitive nature of training. Intensity. Watu wale ambao wako na training za namna hiyo, wale ambao ni wa hapa Gilgil, kwa sababu kuna askari wa jeshi stoko wako hapa. Kama kuna watu ambao wako na what we call street training, ni askari. Jina baba litukuzwe sana. Sio tu ile training ya kawaida, there's intensity. Na ipati baadhi ya mambo ya training yao si ya kawaida. And that's why at the end of the day inawatoa kwa watu ambao ni tofauti sana. Discipline yao ikiwa ni ya kiwango cha juu kwa sababu ya the nature of the training ambao wanayoipokea. Na kwa hiyo wanazungumza kuhusu wakimbiaji. We have the County of Champions katika taifa letu la Kenya. Na katika County of Champions unaweza kukuta ya kwamba hawa watu ambao unasikia kwa wameenda nje na wamepokea gold medals. Si mtu ambaye anaamka asubuhi ama ni ya siku moja na anapokea medal, ana a kind of a lifestyle ambao wako nayo katika maisha yake sifa kwa Yesu wetu. Hapo na kind of a lifestyle. Anaamka asubuhi na mapema na zingine zile kilomita. Ikiwa kwetu nimejizoeza na kusema ya kwamba unajua mtu ambaye anatembea kama ameketi. Unajua kuna watu ambao wanatembea kama wameketi. Mara ukiingia kwa gari uko Nairobi, ukiingia kwa gari uko Mombasa, zai unaketi na unafika. Sio ndio ukweli wa mambo. Sasa na watu hao wako katika hatari, hata katika huduma. Na zingine anatoka katika kamili na yeye kwa gari naenda. Na hivyo basi nikaamua ya kwamba akaida wa discipline ya kwamba kabla ya kuingia kwa gari asubuhi, saa zingine ninakimbia about 9 kilometers ili nipate nafasi ya kuhakikisha kwamba mwili wangu uko sawa. Na wakati ambapo ninafanya mazoezi hayo, na zingine mimi si kama hawa County of Champions. Wao ninasema nikimaliza hizo kilomita 9 kwenda mahali ambapo naenda 4.5 na 4.5 kurudi, nasema ya kwamba nikimaliza hizo yeye mwenyewe anaweza kuwa ameenda karibu ile 22. Anaweza kuwa amemaliza hizo kabla nimalize hizi. Kwa sababu yeye mwenyewe amejiengage katika hiyo kind of training. Jina baba litukuzwe sana. Na Paulo anasema hawa watu kufanya hivyo ili wapokee taji ambalo si la milele. The gold medal ambao wanaipokea it has great value hapa katika ulimwengu huu, hiyo wanayoipokea. Lakini the gold medal they receive sio ya milele. Nasema sio ya milele. Ina dhamana kubwa sana lakini sio ya milele. Sasa kwa hiyo wanasema sisi tuliookoka tuna mazoezi yetu tunajiandaa kwa sababu ya umilele. And now Paul compares the same. Anauliza basi kama hawa wanajitahidi sana, they engage in this kind of a training, na ile ambao wanapokea si ya milele, nikana kwamba anauliza swali, how much more should we, sisi ambao tuko katika Bwana, sisi ambao tumeitwa kwa jina la Mungu, sisi ambao tumeitwa kwa sababu ya uzima wa milele, ni zaidi namna gani tunafaa kujitahidi? Mungu na atusaidie. Ni zaidi namna gani? Na hiyo wapendwa ndugu zangu na dada, Mungu anapotupa neema kuelewa dhamana ya mwito wetu, hakuna hata mmoja aliyeitwa kwa jina la Bwana ambaye atakayelemewa, atakayekata tamaa, atakayeshindwa na kutoka katika safari hii katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Tutapata nafasi ya kutia bidii katika maisha yetu.
kitaweka katika umilele. Nasema kina faida katika dunia hii. Praise the name of the Lord. Bidii yetu katika Bwana, it answers presence here. Inatupatia baraka hapa, inatupatia baraka za watoto wetu, inatupatia baraka za maisha yetu, inatupatia baraka zetu katika dunia hii, na pamoja na hiyo inatupatia ahadi ya baraka za milele. Inatupatia ahadi ya baraka za milele. Jina la Yesu litukuzwe sana. Na kwa sababu hiyo, kama kuna kitu ninastahili kufanya, kama kuna kitu ninastahili kufanya, ni kuwa mwenye kichwa na bidii katika dunia hii. Atukuzwe Yesu. Tunasema wengine wote wanaweza kukata tamaa, lakini sio sisi tuliyeitwa kwa jina la Jehova. We must never give up. Salimia jirani karibu na wewe, mwambie haufai kukata tamaa. Praise the name of the Lord. Paul anasema those who run in a race wanapata taji ambayo si ya milele. Wale ambao wanaoingia katika the boxing ring wanapigana, lakini hawapokei ile taji ya milele. Lakini kitu kimoja anasema, ili wapokee hiyo, they get into a strict training. Ninamuomba Mungu atusaidie as believers, ili maisha yetu ya rohoni yaimarike. We must get into a strict training. Amina. Ni lazima tuingie katika hiyo training ambao ni vigorous. Si ile tu ya juu. Ni lazima kuingia mahali pake. We must develop Christ character in our life, regardless of how things are like. Pasipo kujalisha changamoto ziko namna gani, ni lazima tupate nafasi hiyo katika jina la Yesu Kristo, aimidiwe Mwokozi wetu. Wakati tukiangalia kanisa la Bwana, especially the church of the apostles and the fathers of faith, wale ambao tunasoma habari zao katika vitabu, mitume tuwasoma katika Bible. We have a church fathers ambao tunawajua, ambao Mungu aliwatumia katika ulimwengu huu. Wengine wameenda kuwa pamoja na Bwana like T.L. Osborne, together with Atina Reinhard Bonnke, and those great people of God. In fact, kile chochote ambacho wako nacho ni kwa sababu kuna mahali ambapo safari wametembea pamoja na Mungu. Nasema kuna safari waliotembea na Bwana. Even the great men that we know, even in our nation Kenya today, hajapata tu nafasi ya kuinuka na kuwa si tu kuwekewa mikono waliwekewa, lakini naomba kusema ya kwamba kuna safari ametembea na Jehova. Na kama kila mmoja wetu kuna baraka za Mungu tutapokea, we must walk the journey together with Christ. Ni lazima tuwe na kicho na ni lazima tuwe na hiyo bidii katika maisha yetu kwa jina la Bwana. Kuna aina ya nidhamu waliotekeleza katika maisha yao. Nidhamu ya maombi, nidhamu ya neno, kujitoa katika mambo ya Mungu. Na niseme hivi, si ya kwamba kupatana na pingamizi, pamoja na pingamizi kupatana na wao, they ignored the challenges kwa sababu ya baraka ambazo walikuwa wanapokea. Nasema ya kwamba walipuuza changamoto kwa sababu ya wingi wa baraka ambazo Mungu aliwashikia. Naomba kusema hivi, changamoto moja tulionayo ni ya kwamba tukipatwa na mambo tunapuuza safari kwa sababu ya changamoto. Ninaomba Mungu atusaidie, hatutaangalia changamoto, tutamwangalia mwanzilishi na kukamilisha imani yetu. Sifa kwa Yesu wetu. Hatujaomba tukivi tu challenges kwa sababu naomba kusema mpaka hata mtoto akizaliwa akitoka katika tumbo ya mama yake sembe kuna changamoto zake. Mpaka atakapoingia katika kaburi bado changamoto ziko. Ninaomba kusema changamoto hazitatutisha. Ni lazima tuinue mioyo yetu. Changamoto hazitafanya tukate tamaa. Changamoto hazitatufanya tuachilie. Changamoto ziwe bali ambayo tuko chini sana na wako. Sifa kwa Yesu. Ni lazima kuwa na maamuzi haya. By the way, hii dunia hakuna malaika tunakaa na wao. We are staying with human beings. Wengine watatukwaza, wengine watatuvuja moyo, but we must be determined in our hearts in the name of the Lord. Lazima tuwe na maamuzi katika mioyo yetu ya kwamba changamoto ziwe, aliyeniita hajanivunja moyo. Naomba kukufahamisha, mtu anaweza kukuvunja moyo, lakini Yesu hajakuvunja moyo. Songa mbele, nasema songa mbele, nasema songa mbele.
ilikuwa ikiwaambia hata kukiwa haya soka mbele. Wilio Mastorio waga. Tunasoma hadithi ya wa msichana mmoja. Yakobo alikuwa anasafiri pamoja na baba yake. Na ile barabara walikuwa wanapitia pamoja na baba yake. The girl was driving and it was a heavy truck. Ilikuwa ni gari kubwa, kilori kubwa, trained by the farm. Na sasa ameshika gari na anasonga mbele. So akaingia katika mahali ambapo palikuwa na storms nyingi sana. Msichana alipoona Yakobo vile ambavyo storms ziko katika baadhi ya kwanza, akamwambia baba yake, Yakobo, the storms zimekuwa kali, what do we do? We pull off. Anaambiwa na baba yake, drive on. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yake anamwambia drive on. Ndiye jirani karibu na wewe, drive on. Haiwe mwokozi. Akaambiwa drive on. Msichana anaenda anakuta wengine wanaweka magari zao kando na storm inazidi kuwa sofi pia. Anamwambia baba yake, baba, si kama ile ambayo tumepita. Hii wana become tougher. Baba yake anamwambia, girl, drive on. Haiwe mwokozi wetu Yesu. Anamwambia drive on. Na walipoondoka na kwenda hata zile kubwa, baba yake hakukubali kumwambia achilia. Walipoenda kwa wa pili wa the storms, baba yake akamwambia, daughter, now you can pull off. Unaweza kuweka gari yako. Sasa akamuuliza baba yake, Daddy, wakati tumekuwa mahali pabaya uliniambia niendelee kwenda. Lakini wakati ambapo tumefika mahali pazuri umeniambia kwamba niweke gari yako. Ni kwa nini? Akamwambia, daughter, nimekuambia uweke gari yako ili uangalie nyuma. Na uone wale ambao hawakuendelea kudrive on, they are still in the storms. Wale ambao hawajasonga mbele bado wamekwama kwa mawimbi. Ninaomba mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo, hata katikati ya mawimbi usiachilie mafuta kanyagia. Nasema kanyagia. Kwa jina la Bwana kanyagia. Haleluya Yesu wetu. Na kwa kule kuendelea kushikilia, utajikuta upande wa pili ukilisifu na ukilihimidi jina la Bwana. Haleluya Mwokozi wetu Yesu. Nitakuwa kuipunguza msili my text. Nina kwa andiko letu usiondoke pale ya kifungo kwa 1 Corinthians 9, that hiyo ndio ujumbe wetu. Na nitakuwa Hebrew chapter number 11 verse 13. Tuweze kusoma neno hilo ili tuingie kwa lile neno ambalo letu linazungumza kuhusu growing our faith. Neno ambalo linatoka Hebrews Waibrania sura yake ni ya 11 mstari wake wa 13. Waibrania 11 mstari wa 13. Biblia inasema, Waibrania 11 mstari wa 13 inasema, hawa wote wakawa katika imani wasipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzichangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Mstari wa 14, hawa semao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa wanaitamani nchi hiyo bora, yaani mbinguni, na jina la Baba litukuzwe sana. Neno la Mungu linatuzungumzia kuhusu the fathers of faith, walioishi katika dunia hiyo, the life of Abraham, the life of Moses, na wale wengine wote Gideon, na wale wote ambao tunawajua waliishi katika dunia hii. Na neno la Bwana linatuambia na kina Paul na the rest, inatuambia wakati waliishi katika dunia hii, si ya kwamba walikuwa minus challenges, lakini changamoto zilikuwa na hazikuwazuilia kukuza imani yao. Jina la Baba litukuzwe sana. Na neno la Mungu linatuambia waliona nchi bora kuliko mahali ambapo walikuwa, na wakachangilia nchi yao na wakajitia bidii katika Bwana. Na maandiko yanatuambia kwa sababu hiyo Jehova hakuaibika kuitwa Mungu wao.
Nasema hapo alipika. Oh, alikuwa Mwokozi wetu Yesu. He was never ashamed to be called by these people Father. Niulize swali, is it possible in our time ya kwamba kuna watu wanaweza kuita Mungu Baba aipike na wao? May God help us. Bwana na atusaidie. Kwa hawa hakuwaipika kwa sababu gani? Katika hali zao zote mawazo yao na mioyo yao ilimtazamia Bwana. Ninaomba Mungu atusaidie kuikuza imani yetu ili kwamba hata katikati ya dhoruba tuitazamia mji bora ambao mwenye kumtengeneza na kuujenga anaitwa Jehova. Ainuliwe Mwokozi wetu. Ili kuikuza imani yetu katika lile neno letu ambalo tumesoma katika kitabu cha Wakorintho, kuna mambo mengi ambayo Paulo ameyataja ambayo ni ya msaada, na nina mambo matatu ambayo ninataka kuyaleta kwetu yatakao tusaidia kukuza imani yetu katika Bwana. Number 1, Paulo anasema hivi in the book of Hebrews, kama imani yako itazidi kukua katika Bwana, learn in such a way to get the prize. Kimbia katika njia, katika mwenendo ambao una matarajio ya kupata thawabu. Praise the name of the Lord. Jambo moja ambalo linamsaidia mtakatifu ya Paulo anasema kupiga mbio katika njia itakao kusaidia kupokea taji. Na amesema watu wote ambao wanakimbia huwa wanakimbia, lakini si wote wanapokea tuzo. Yule ambaye anapokea taji ndio ni moja. Sasa naambia kanisa katika mbio hii, pamoja na kuwa kwamba ni wote ambao tunakimbia na ni wote ambao tunaangalia taji hii, hakikisha wewe mwenyewe umejiweka katika nafasi ya kwamba it is you. Praise the name of the Lord. Ujiweke ni wewe. Ijapo ni asume ni competitors ambao wanapigania taji hii, wewe mwenyewe ujiweke katika nafasi hiyo, uwe ndiye huyu mtu atakayepokea. Alinua your training ya kwamba ni wewe unataka kuipokea, hausubiri na wengine, utafanya kila jitihada, maana ni wewe unayetaka kuipokea. Na ninaomba kusema mbele za Bwana, watakatifu wote ambao Bwana ametuokoa, kila mmoja wetu tukifanya bidii katika Bwana, there is a prize. Nasema there is a prize. Na si kusema kwamba kama huyu umepokea kwamba yako haiko. You know in the church sometimes tumekuwa na competition ya kwamba nikiona fulani anapokea, ninaona kana kwamba amechukua yangu, halafu ninakata tamaa. Jamani, naomba nikufahamishe ya jirani ni ya jirani, ya ndugu ni ya ndugu, ya mwimbaji ni ya mwimbaji. Wewe fanya bidii katika ile Bwana amekupatia. Kuza imani yako na uzidi kukuza maisha yako ya wokovu katika Bwana, kwa sababu kuna thawabu. Praise the name of Jesus Christ. Endelea. Salamia jirani karibu naye, mwambie endelea. Salamia tena, mwambie endelea. Mwambie usikate tamaa. Ainuliwe Mwokozi wetu Yesu. Au wanachaka moto watakani na kuambia Corinthians, wakati wote unafanya mbio, fanya mbio kipindi katika Bwana ya kwamba ni wewe unaenda kupokea. Naomba kusema kwa kanisa la Judea, kila mmoja wetu tia bidii kwa sababu kuna baraka zake. Naomba kila mmoja tia bidii kwa sababu kuna ahadi yako. Kuna uzuri wa Mungu katika maisha yako. Kuna uzuri wa Mungu katika familia yako. Usikate tamaa. Ainuliwe Mwokozi wetu. Don't give up in any way. Usikate tamaa ndugu. Usikate tamaa dada. Kama kuna lolote ongeza bidii. Yesu akatoa mfano katika nafasi hiyo katika kitabu cha Mathayo 24 verse 14 through verse 30. Akazungumza kuhusu mtu mmoja ambaye aliyekuwa akienda katika safari, na akaacha watumwa wake akawaita wote na akawapatia talanta. Gave talents. Na maandiko yanatuambia 1 akapokea 5, wa pili akapokea 2, wa tatu akapokea 1. Na akawaambia endeni mkuze kile ambacho kimewapa. Maandiko yanatuambia nafasi aliyepokea 5
alipoondoka kutoka kwa bwana wake akajiengage katika nafasi ya kuwa na bidii kuzalisha. Praise Jesus. Akajiengage, akawa na bidii ya kukuza kile ambacho ameaminiwa. Na ninashukuru Mungu mwenye kupeana, hakuna yule ambaye aliachwa bila, kila mmoja alipewa chake. Nikubalie niseme katika kanisa la Bwana, hakuna mtu ambaye ameokolewa na Mungu na kuachwa mikono mitupu, kila mtu amepewa chake. Please angalia jirani, mwambie umepewa chako. Mwambie nimepewa changu, mwambie umepewa chako. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. So we are not competing, maana kila mmoja amepewa. In fact, we are competing with our assignments. Kila mmoja anakompete na ile assignment ambayo amepewa. Kila mmoja wetu assignment yake. Na maandiko inasema baada ya muda mwenye kupeana alirejea na akaketi pamoja na wao, akafanya hesabu pamoja na wao. Aliyekuwa amepokea 5 akaja kwa bwana wake proudly. Ninafurahishwa na hii. Alikuwa amejawa na furaha ndani ya moyo wake because hakuwa amepoteza wakati. Naomba kusema wale watu ambao hawapotezi muda wao ndani ya nyumba ya Bwana, furaha ya Bwana iko pamoja na wao. Furaha ya Jehova iko pamoja na wao. Hawana huzuni kwa sababu ya busy in the kingdom of our Father. Ninaomba Bwana tusaidie, kila mmoja uwe busy. Salamia jirani, mwambie tusaidiane kuwa busy. Mwambie tusaidiane kuwa busy. Jina la Yesu litukuzwe sana. Tusaidiane kuwa busy, kuwa na shughuli za ufalme. Tujengane katika mambo ya ufalme katika jina la Yesu Kristo. Unajua kuna watu wakikutana, they are not busy constructing, they are busy deconstructing. If there is anything like that, they kama si kujenga wanajenga ni kubomoa. Wakikutana badala ya wajenge ndugu ni kubomoa ndugu. Wakikutana badala ya wajenge dada ni kubomoa dada. Sasa niulize swali, Mungu akibomolewa nguvu za kujenga atakuwa na nguvu za kujenga? Na sisi katika kanisa tukuitwa tubomoane, tuliitwa whisper to the neighbor. He will whisper kwa masikio yake kumwambia kwamba hatukuitwa tubomoane, tuliitwa tujengane. Hiyo ndio mwambie karibu kwa masikio yake, mwambie dada na ndugu, tafadhali hatukuitwa tubomoane, tuliitwa tujengane. Haiyo Mwokozi wetu Yesu. Tuliitwa ili tupate kufanya nini? Tujengane. So huyu jamaa baada ya kupokea zake 5, he came proudly akamwambia bwana wake, bwana wangu, here I am. Ulipokwenda katika safari, while you are away, wakati ambapo ulikuwa pale, I engaged myself. Ulinipatia 5 aenda, nimerejea kwako, nimepata zingine 5 kwa sababu nilienda kujibidiisha. Haiyo Mwokozi wetu Yesu. Love accommodations. Bwana wake akasema maneno haya, well done good and faithful. Well done good and faithful. Mtumishi mwema na mwaminifu. Akamwambia, ingia katika raha ambao bwana wako alikuwa ndani. He was busy in the kingdom. Naomba Mungu atusaidie tukuze imani yetu. Let us be busy. Jamani, Mungu atusaidie tuzidi kuwa na shughuli nyingi za kujenga na kujenga roho zetu na kujenga mambo ya ufalme huu katika jina la Bwana. Haidiwe Mwokozi wetu. Wa pili alikuwa amepewa 2, akakuja proudly also akamwambia bwana wake, bwana wangu, here I am. In fact, wale watu ambao walifanya kazi zao walikuja na ujasiri. They never complained. Hawakuwa na mambo mengi, walikuja na kuleta the results. Tunapokuza imani zetu, we'll be men and women of results. Tutakuwa watu ambao wako na matokeo. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. Na matokeo haitakuwa ya kanisani peke yake, hata kwetu manyumbani tutayaona matokeo. Kwa watoto wetu tutaona matokeo. Kwa nyumba zetu tutaona matokeo. Kwa majirani tutaona matokeo. Na uwezo wa Bwana utatuandama kwa jina la Kristo Yesu. Jina la Yesu litukuzwe sana.
matatu. Alikuja na maneno makali hata kukachifu bwana wake. Akamwambia Yakobo, I know wewe ni mtu mgumu sana. Mgumu. Na alikuwa bado akipokea mshahara kutoka kwako. Wewe ni mgumu. Anamwambia unapataka mali ya Yakobo? Yaani unakunaka mali ya Yakobo? Haujapata. Yaani na maneno makali. Bwana wake akamwambia Yesu, hiyo yote ambayo umesema ni ya kweli. I entrusted you with my treasure. Si hata ni yeye uiwekeze kwa bank, then our kids will have gotten results. Akamwambia, tiki. Akasema akapia askari wake, shika yeye, nyang'anya hiyo alionayo, patia yule aliyenao. Halafu akasema kwamba rusha yeye huko nje, mahali ambapo kutakuwa na kilio na kuzaa naye. You know, wakati mtu hailei imani yake, kile kitu ambacho kile kinadumu katika moyo ni manunguniko na malalamiko. Bwana na atusaidie. Na we grow our faith in Christ Jesus. Ili tupate nafasi ya kufurahia kwa jina la Bwana. Na neno Paulo anasema jambo hili la kwanza ni ya kwamba tupige mbio tukiwa na matarajio ya kupata thawabu. Amen. Tupige mbio na matarajio ya kupata thawabu. Jambo la pili, Paulo anasema kwamba get into a strict spiritual training. Uingie katika maisha ya rohoni ya strict spiritual training. Yaani uingie katika maisha ya jitihada ya rohoni. Very strict, na ujiengage katika discipline katika maisha yako ya rohoni. Sifa kwa Yesu wetu. Ili kukuza maisha yetu ya rohoni ni lazima tuwe na nidhamu ya aina fulani. Lazima kujiwekea nidhamu. Na nidhamu hii ni lazima wewe mwenyewe uwajibike. Na maandiko yanatuambia katika Mathayo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42. Hawa mitume wa Kristo ili wafaulu katika maisha yao wakawa na aina ya nidhamu ya rohoni walioiweka. Very strict. The Bible says they devoted themselves. Kuna maeneo walijitoa, wakajiachilia, wakawa na kicho na bidii katika maeneo fulani. Wakawa na nidhamu hiyo. Jambo la kwanza maandiko yanasema wakajibidiisha katika mafundisho ya neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kukua kwa kiroho kama hakuna nidhamu katika maisha ya neno. Maisha ya neno la Bwana. Mimi ndio wala bodi la Bwana. Kwa sababu neno la Mungu linajenga maisha yetu. Linatupatia the character of God in our lives. Linatusaidia kupokea haki za Mungu katika maisha. So, wakajiengage katika a strict spiritual training ya neno la Bwana. Amen. Tunaweza kuulizana tukipata nafasi. Tuulizane la Sunday ilikuwa ni tarehe ngapi? La Sunday ilikuwa ni tarehe ngapi? Nani atakumbuka la Sunday ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe? Tarehe 5 asubuhi Yesu wetu. Tunaweza kukumbuka kwa tarehe 5 tulizana ya kwamba wawili chacho moja. Tulikuwa kanisani kama tuku. Asante. Tunaweza kuulizana ya kwamba nani aliyetuhudumia Jumapili iliyopita. Sasa tunaweza kukumbuka kwa pastor usiulize hiyo. Kwa kabisa kwa vile itakuwa imewekwa mawazo yangu. Na sasa vile tukiulizana ya kwamba hiyo ni Jumapili aliyetufundisha neno gani la Mungu ambalo lilingekuwa katika mioyo yetu. Halafu tunaweza kuulizana ya kwamba hiyo Mungu alipanda kwa sababu ilikuwa inisaidia wiki nzima. It was a take away for the whole week. Hiyo basi ni kusema ya kwamba nimefanya kazi na neno hiyo wiki nzima. Tukirudi nyuma na tukiangalie hiyo neno la Jumapili limeleta mazao gani katika maisha. Bwana wa mbingu na tusaidie. And that's what we are talking about. Tunasema kuhusu a very strict spiritual training ya neno la Bwana. Kama maisha yetu ya rohoni yatakuwa ni lazima tuwe na nidhamu ya rohoni, nidhamu ya neno. Amina. Jambo la pili, nidhamu ya ushirika. Nidhamu ya ushirika. Mitume walijiweka katika nidhamu ya ushirika iliyokuza mioyo yao.
Maandiko yanasema they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Mambo hayo ushirika mtakatifu. Saa zingine tuko ndani ya nyumba ya Bwana na tunaweza kukuta wengine waliokoka na wako katika nyumba ya Mungu. Saa zingine pitia ushirika haimo. Hata saa zingine kitangazwa kuna ushirika, mwingine wanaandika na kwamba hilo ni neno ambalo ni la kanisa. Maana ilianzema ukali ni hii ya kwamba inamhitaji. Ninaomba Mungu wa mbinguni atusaidie. Ni lazima kujiweka katika nidhamu ya rohoni. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. Salamia jirani mwambie nidhamu ya rohoni. Ili kukuza imani yetu, ni lazima tuwe na nidhamu ya juu ya rohoni kwa jina la Bwana. Kwa sababu gani? Sisi hatufanyi haya kwa kupokea tuzo ya kuharibika, bali tunafanya haya kwa kupokea tuzo ambayo ni ya milele. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. Wakajibidisha katika maombi. Angalia mitume, every day saa 9 walikuwa wanaenda katika hekalu. Chapter number 3 of the book of the Acts. Wanaenda kuingia katika hekalu kila siku saa 9, na ripoti kuu za Bwana ziliwajaa. Wanapoenda kwa maombi, wanakutana na kiwete, wanamwambia kile ambacho tuko nacho hicho tutakupatia. Kwa sababu ya maisha ya maombi, they have the power of God. Walikuwa na uwezo wa kiungu. Wanamwambia inuka na ukatembea. We are living at a time ya kwamba miujiza ya kweli hata haipatikani. Ya kwamba mpaka tumeingia kwa counterfeit yako. Kana kwamba Mungu ameikiwa na uwezo. Naomba kusema Jehova Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Hajakoma katika uwezo wake. Hajakoma katika nguvu zake. Bila kuzaliwa by the power of the Holy Spirit. Our God is a healer. He needs no man to heal. He is a healer by himself. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. Na wakati ambao unatembea na uwezo wa nguvu za kiungu, uwezo wa Bwana unadhihirika. Bwana ainue mioyo yetu. Tuwe na kiu chake Jehova. Tuwe na kiu cha maombi. Tuzalishe nguvu zake Bwana katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Ainuliwe Yesu wetu. Ukitembea na nguvu za Bwana, haitakuwa kanisani peke yake. Ukiingia kwa nyumba yako, the power of God is there. Ukiingia kwa biashara yako, the power of God is there. Ukiingia popote pale, the power of God is there. Uwezo wa Bwana huko. Haidiwe Yesu wetu. Bwana wa mbingu na atusaidie. Salimia jirani hai pale mwambie Bwana na atusaidie. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. Jambo la tatu ambalo Paulo anasema linalotusaidia kuikuza imani yetu ni ya kwamba understand that we will get a crown that lasts forever. Tutapata wakati ambapo tunakuza imani yetu na tunakuwa na bidii na Mungu, tutapata taji ambao haiharibiki na ni ya milele. Na ni ya milele. Wapendwa, saa zingine tuipa taji imewekwa tayari taji. Swali ya kujiuliza ni ya kwamba hiyo taji ambayo inameremeta iliyo na utukufu unafanya nini ili uivae? Kwa sababu taji haijawekwa tu japo liko si ya kuvaliwa tu. Taji yoyote ile ni matokeo ya kazi. Hakuna askari ambaye atakayevalishwa cheo kwa sababu ya hiyo tu. Kile ambacho kinaonekana nyuma ya askari ni kazi aliyoifanya. Haidiwe Mwokozi wetu Yesu. Naomba kutangazia kanisa Bwana wa mbingu atusaidie. Ya kwamba tunaishi katika wakati wa complacence. Wakati wa utulivu mwingi, na saa zingine tuona kana kwamba tumefika, na ndio kusema maneno haya. Shida isikufanye ukate tamaa. Nirudie tena, shida isikufanye ukate tamaa. Nasema mara ya tatu, shida isikufanye ukate tamaa. Amen. Nirudie tena, baraka isikufanye ukate bidii yako kwa Mungu. Niseme tena, baraka isikufanye ukate bidii yako kwa Mungu. Ukibarikiwa, ongeza bidii. Martin Luther King akasema kwamba such a busy man, hivi kwamba I cannot afford to miss at least 3 hours in the presence of God. Nina shughuli nyingi sana, hivi kwamba hizo shughuli ni nyingi ambazo
that God will give us grace ya kwamba tuongeze muda wetu wa kuwa pamoja na Mungu. Dunia inataka tuwe na muda mwingi na social media, tuwe na muda mwingi na marafiki, tuwe na muda mwingi na yale mambo ambayo tuko nayo, na itunyime na maji ya kuwa pamoja na Mungu. Niombe kusema haya yote yakienda afike kwa kona, yule ambaye tutaenda kwake anaitwa Yehova. Tukikosa muda mzuri pamoja na Mungu, shida zije, naye atakuja mikono yake wakati wa kutusaidia. There is a crown ambayo inakungojea. Kristo alipo high five mwambie kuna taji na kungojea. Tafadhali msalimie kama ya Juma, pia kuna taji na kungojea. Mwambie fanyie kazi kwa jina la Bwana. Kuza imani yako ili kusaidie kupokea hiyo taji ambayo umewekewa kwa jina la Bwana. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 24, Paulo anasema maneno haya kuwaandikia Wakolosai, that this you know, that you will receive an inheritance or a crown for that matter from the Lord as a reward. It is the Lord Christ that you are serving. Ya kwamba kama mnajua mtapokea taji ama thawabu kutoka kwa Bwana, elewa ni huyo Bwana unayemtumikia. Na kama ni Bwana tunayemtumikia na taji tutapokea kutoka kwake, Mungu na atusaidie tujibidiishe kwa jina la Yesu Kristo. Anawaambia ikiwa hivi maana kumtumikia Bwana tunayo taji. May God give us grace. Kama kanisa la Judea na roho jaji ya Gilgil Central, tunamwomba Mungu atuneemeshe kwa jina la Yesu Kristo. Tutainua maisha yetu na utumishi wetu kwa Bwana. Bila bado tumetumika tushukuru Mungu. Bali ya kwa praise up, tutainua our devotion and our commitment to God in Jesus name. Kama umekuwa bidii ya ushirika, ongeza kwa jina la Bwana. Kama umekuwa bidii ya maombi, ongeza kwa jina la Yesu. Kama umekuwa bidii ya neno, ongeza kwa jina la Bwana. Kama ulikata bidii, inuka. Nasema kama bidii katika inuka. Praise the name of the Lord. Na kwa kiwalikia wa Korintho hiyo tumesoma chapter number 15 verse 58, anasema therefore my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ya kwamba kazi zenu katika Bwana si bure. Ainuwe Mwokozi wetu Yesu. Waweza kufanyia watu kazi wakuvunje moyo. Waweza kufanyia watu kazi wakose kukulipa. Waweza kufanyia watu kazi na waisahau. Kazi yako katika Jehova si bure. Salamia jirani, mwambie kazi yako katika Bwana si bure. Nasema kazi yako katika Bwana si bure. Ni lazima itakuchomoa mahali ambapo ulifichwa. Kazi yako katika Bwana si bure. Ni lazima itafanya jina lako litajwe katika ofisi moja ambao hautakuwa. Ni lazima italifukua jina lako hata mahali ambapo umesahaulika. When you have God faithful, you will surely be remembered. Wakati unatumikia Bwana kwa uaminifu, lazima utakumbukwa. Nasema lazima utakumbukwa. Mtu mmoja aliyeitwa Mordekai alifanya kazi akasahaulika, lakini rekodi haikufutwa. Hata kama watu wangejaribu kuikuta, ilizuiliwa, haingefutwa kwa sababu Mungu alikuwa na ajenda. Wanaofanya kazi kwa bidii, Jehova ako na ajenda na wao. God has your agenda. Angalia jirani, patia high five. Mwambie Jehova ako na ajenda na wewe. Usikate tamaa. Mwasalimie, mwambie Jehova ako na ajenda na wewe. Usikate tamaa. Haleluya, Yesu wetu. Jehova ako na ajenda. Ukijua ako na ajenda, nasema tia bidii. Simama juu na mtu kimwambia tia bidii. Haleluya, Yesu wetu. Simama juu na yeye ukimwambia usikate tamaa. Umwambie tia bidii. Hata kama tunaonekana kana kwamba tumeachiliwa, Jehova hajamalizana na sisi. Nasema hajamalizana na sisi. Hajamalizana na sisi. Oh, God is with us. Yesu ana mission with us. Ako na mission na sisi.
katika maisha yangu ya rohoni. Natamani kuzidi kukuza wokovu wangu, niyakuze maisha yangu ya rohoni ili nizidi kupokea ona wapo ambazo Bwana uko nazo pamoja na maisha yangu kwa jina la Yesu. Oh yes, in the name of Jesus. Paulo anasema ili kupokea taji hizi we must engage. Ni lazima tujiweke katika training ya kiwango cha juu kwa jina la Bwana. Training ya maombi, si ya kawaida ya kuku. Training ya kusikia neno na kulitenda katika maisha. Training ya mashirika hata wakati unajisikia kupata tamaa. You must keep going in the name of the Lord. Lazima uzikuendelea kwa jina la Yesu. Yetereli baba ya Nazareta na Masaya. Reka torienta na Mazekalima Shayanda. Robo torienta na Mazekalima Shayanda na Babe. Rekete Bedagurienta na Mazaya Ribosha. Jehova Mfalme worship you. Tunakunyenyekea Jehova. Tunakunyenyekea Bwana wa mabwana. Tunakunyenyekea Jehova. Tunakunyenyekea Mungu wetu. Reko yera Mazayata. Uko na ajenda nasi. Uko na ajenda na kanisa. Uko na ajenda na kanisa Jehova. Uko na ajenda na kila mtakatifu. Reko yera Zeketa Mabo. Mayaka na Mukomiata na Mazia. Inawezekana kuna mambo ya kukuja moyo. Inawezekana kuna mambo ya kufanya mtokane tamaa. Lakini Bwana naomba fanya upya nguvu zako katika moyo ulioinama. Fanya upya nguvu zako Jehova. Fanya upya nguvu zako Mungu wetu. Fanya upya uwezo wako. Fanya upya Bwana. Leta yende na babaya. Kora mazoka lika yenda la shoyende. Roba korienta na mazua miaza. Kera mazoka lima shoyende na mazeria. Karama zoka lika taya miaza. My God reina. Kirebe moyo soko lika taya miaza koria. Makarabo korienta na mazeria. Shekarabo korienta na mazaya. Reka korienta na mazika lima shoyende. Jehova rekata ya roba kaini bia la laza. Sherebe baburienta na mazuka rekata ya bia la boza. Nerekete bia orienta na mazuka rikae. Rogeti ya kura mapea la babasha. Nireka orienta na mazika bia la lazia. Patajia roho patajibu patajia patajia patajia. Sherebe babaya la zekerebe baburia. Rekete baburienta na mazekerebe roshe. Kirebe baburienta na mazika bia la lazia. We give you praise our Father. Tunakutukuza Mungu wetu. Fanya upya nguvu zako Bwana. Fanya upya uwezo wako Jehova. Roho Mtakatifu fanya upya. Mioyo yetu kwa jina la Yesu Kristo. Rekindle the fire of the Holy Spirit. 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 Rekindle the fire. Rekindle the fire of God. Eba bazayata. Kela bozo korika terieta la mazaya rigo. Makara bokorieta la mazekere bia bosha. Irebe borieta la mazuka rikiba la boza. Yes, Lord. Yes, Lord. Shedere bozayate. Shedere bibabo. We open up our hearts to you, Lord. Tunaifungua mioyo yetu kwako Mwokozi. Tunaifungua mioyo yetu kwako Mwokozi. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ.
Kristo kanena katika kitabu cha Yohana sura 7 mstari wa 37 na 38. Ukasema aliye na kiu na aje kwangu, aje na kutoka ndani yake kutakuwa na mito. Naomba Bwana wa mabwana atibue visima ndani yetu. Atibue mito kwa jina la Yesu Kristo. Yes, in the name of the Lord, may there be rivers of life by the power of the Holy Spirit. Kupatikane mito kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu, mito ambayo haiwezi kuzuilika kwa vyovyote vile. In the name of the Lord. Oh yes, Lord, we worship you. Wajabu, wewe wajabu, wajabu, wewe wajabu, ufalme wa wafalme, mwenye enzi jina ambalo limetukuka juu ya majina yote. Ni kupendeza Mungu kutuokoa na kutuleta katika ufalme wako. Na kutulimisha ahadi zako Mwokozi. Na kutukuza Baba Mtakatifu kwa jina la Yesu. Ili kuzipokea ahadi hizi Bwana ambao uko nazo kwa sababu ya maisha yetu. Ni lazima Bwana imani yetu izidi kukua ndani yako kwa jina la Yesu. Bwana uimilie na upewe sifa. Mikononi mwako Bwana nalikuwa kanisa. Katika jina la Yesu Kristo. Msaada wa Roho Mtakatifu Bwana nimelinena neno lako masikioni mwa watu wako. Na kuomba Roho Mtakatifu kuzidi kulipanua neno hili katika mioyo ya wanao katika jina la Kristo Yesu. Hili neno lako Baba lizalishe mara 30 mara 60 mara 100 kwa sifa na utukufu wa jina lako. Jina lako Yesu litukuzwe. Mwisho wako kwa milele akasema sisi ni zaidi. Ninaomba Bwana bidii zaidi. Bidii ya neno zaidi. Bidii ya maombi zaidi. Bidii ya ushirika zaidi. Bidii ya mambo ya kuhusu ya Mungu. Katika jina la Bwana. I command the church in your hands. In the name of the Lord. Uwezo wako na nguvu zako Baba zidhihirike. Ninaombea moyo Bwana ambao unaweza kuwa ni dhaifu. Ya kwamba moyo huo Bwana umekutana na mambo mazito. Na Bwana moyo huo umeteremka chini. Mwingine Bwana moyo wajisikia kukata tamaa. Yesu naiombea mioyo hii kuinuliwa. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu na
naomba hiyo mioyo ikainuliwe. Yes. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu naomba huo moyo ukainuliwe. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Naomba Bwana akainue moyo huo wako. Yes. Kwa neema yake kwa jina la Yesu. Yes. Iwe ni maradhi ya rohoni ama magonjwa ya rohoni. Yes. Ninakuombea Bwana kuinue tena. Yes. In the name of Jesus. Yes. Utukufu na heshima ni za Mungu wetu. Tukuka Mwokozi mtakatifu. Yes. Hata kama magonjwa ya mwili ambao mengine Bwana yamesumbua, ninaomba sasa kwa jina la Yesu. Yes. Maana kwa uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwenye hekalu ambao ni miili yetu, inatangaza afya katika huo mwili kwa jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa iliyo na jina, kila magonjwa isiyo na jina, inatangazia ing'olewe na mizizi. Atangaza ing'olewe na mizizi. Ikauke kwa jina la Yesu. Magonjwa mwili huu si wako. Natangaza magonjwa toka. Ing'olewe magonjwa toka. Ing'olewe magonjwa katika. In the name of Jesus. Natangaza uzima wa Jehova. Natangaza amani ya Mungu. Natangaza kibali cha Jehova katika mwili huo kwa jina la Yesu. Asante Baba mwema. Tukuka Mungu mtakatifu. Tukuka Jehova. Alibariki kanisa mikononi mwako. Kuomba neema yako itembee pamoja na kanisa. Uzuri wako Baba ukunikie wako. Naomba wiki ya baraka. Manyumbani wiki ya baraka. Amen. Kazini wiki ya baraka. Amen. Kwenye biashara wiki ya baraka. Yes. Watakatifu watembee chini ya mbingu iliyofunguka. Yes. Neema ya Baba ibebe kila mtakatifu. Yes. Kila roho ya huzuni hauna nafasi. Yes. Bali furaha ya Bwana iwe nguvu za mtakatifu huyo. Katika jina la Kristo. Yes. Asante Baba mwema. Asante Bwana. Mikutano ya wiki hata mashirika. Yes. Ninaombea mbele zako. Amen. Uwe pamoja nasi kwa jina la Yesu. Yes. Watoto wetu wakiwa mashuleni wabariki. Yes. Wawe na amani mashuleni. Yes. Walindwe na nguvu za Mungu mashuleni. Yes. Uzuri wako Baba wakunikie. Yes. Asante Mwokozi. Asante Bwana. Kwa kuabudu, kwa kushukuru. Yes. Kwa kusikia na kutenda. Yes. Yote tupokea kwa imani. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba kushukuru, kuamini na kupokea. Amen.